ikiwamo kuanzishwa kwa tamasha la utamaduni la kitaifa ambalo ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa alipokuwa mgeni rasmi katika tamasha la Bulabo Mwanza mwezi Septemba mwaka 2021. Tamasha hili la utamaduni la taifa limekuwa likifanyika kwa mzunguko katika mikoa mbalimbali, ambapo hadi sasa limefanyika katika mikoa mitatu ambayo ni Dar es Salaam, Njombe na Ruvuma. Na mwaka huu inshallah limepangwa kufanyika mkoani Morogoro. Tamasha hili linawapa wananchi fursa ya kusherekea, kuenzi, kuthamini, kutangaza, kukuza na kurithisha utajiri wa urithi anuai wa utamaduni wetu kwa kizazi cha sasa na kijacho, ikizingatiwa kuwa taifa letu lina makabila na jamii takriban zaidi ya 120 yakiwa na tofauti za mila, desturi, historia na lugha za kijamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda wengi hatutambui kuwa katika bara la Afrika, nchi yenye tofauti kubwa ya makundi ya lugha pamoja na utamaduni kuliko nchi yoyote ile ni Tanzania. Lakini ndio nchi yenye umoja na mshikamano mkubwa kuliko nchi yoyote ile katika bara la Afrika. Hilo mara nyingi wengi hatulifahamu. Ukiona vyaelea vimeundwa, sisi ndio nchi yenye makundi yote matano makubwa ya lugha: Wabantu, Waniloti, Wakoisan, Wakushitiki, Waafroasiatiki, wote wako hapa. Lakini sote tunajiona kuwa ni wamoja kwa sababu ya juhudi zilizofanywa baada ya uhuru kutufinyanga kuwa taifa moja. Watu watasema ndio Nigeria ina lugha 900, lakini wale wote ni Wabantu. Tena wale wote ni Niger Bantu. Lakini sisi hapa ni mchanganyiko mkubwa sana. Na tumekuja kutoka maeneo mbalimbali. Wako waliotoka Syria, wakapita Djibouti, wakaingia Abyssinia, wakashuka, wakapanda, wakaenda Mwanza, wakarudishwa, wakafika Singida, wakarudishwa, wakapelekwa Upare, wakabaki kwenye milima ile ya Usambaa, wanaitwa Wambugu, na makundi mbalimbali. Wako waliokuja na mto Nile ambao leo ndio hawa Waniloti wa Jaluo, na wako waliokuja kutoka huko huko Misri wakashuka kupita kwenye mbuga, ndio leo wanaitwa Wamaa au Wamasai. Lakini wako tuliowakuta hapa Wakoisan ambao leo hao ni Wasandawe na Wahadzabe. Kwa hiyo ukiangalia tofauti hiyo, Tanzania ndio ingekuwa nchi yenye mitafaruku mingi sana, lakini leo ndio nchi ambayo tunaweza kuthubutu kusema ni taifa na sio mkusanyiko wa makabila, kwa juhudi za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye wiki hii tarehe 26 Aprili tunaposherehekea sherehe ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, hatuna budi kuwaenzi wote Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume kutuwezesha kuunda taifa la Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nguvu shawishi yetu nyingine ni lugha ya Kiswahili. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni, yani UNESCO, zimeitangaza tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili duniani. Na hiyo ilifuatia maombi ya Tanzania kuitambua lugha hiyo duniani yaliyofikishwa UNESCO. Na wengi watajiuliza kwa nini tarehe 7 Julai? Ukisoma maelezo yaliyotolewa, maelezo ya utangulizi na usuli katika azimio la UNESCO na pia la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, tarehe 7 Julai imechaguliwa kwa sababu ndio siku baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wenzake waliasisi chama cha TANU, yani Tanganyika African National Union. Na siku hiyo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitamka kuwa lugha tutakayotumia katika kudai uhuru wa Tanganyika ni lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kuenzi tamko hilo la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere,
Ndio maana tarehe 7 Julai ya kila mwaka ndio siku ya Kiswahili duniani. Tumshangilie baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kutambua hilo, wizara iliratibu kongamano la Kiswahili la kimataifa lililofanyika katika jiji la Havana, Cuba, kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 10 Novemba mwaka 2024 kwa lengo la kupeleka Kiswahili katika ukanda wa Karibe, Amerika ya Kusini na Amerika ya Kati, ambako lugha kuu ya mawasiliano ni Kispaniola, lakini pia hili ndio eneo lenye watu weusi wengi waliochukuliwa takriban miaka 500 iliyopita utumwani katika nchi za Karibe, Afrika ya Kati na na Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini. Kwa tunaamini kabisa lugha hii kwao pia ni lugha ya heshima na utambulisho wa Uafrika wao. Kwa kufanyika kwa kongamano hilo ni moja ya mkakati wa kitaifa wa kukuza na kukipeleka Kiswahili duniani kutokana na kupanuka kwa matumizi ya Kiswahili katika jumuiya za kikanda kama vile Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika na Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lugha ya Kiswahili pia imekuwa ni nguvu yetu ya ushawishi kwa sababu sasa ni lugha ya taaluma yenye msamiati na istilahi za fani zote ikiwemo hisabati, fizikia, kemia, astronomia, jiolojia, na vyuo vikuu vingi duniani sasa vinafundisha taaluma za Kiswahili katika ngazi mbalimbali za